Nachukua nafasi kuwakaribisha kabisa katika ibada hizi ambazo Mungu ananena juu ya maisha yetu. Ananena kutubariki, ananena kututenda mema. Glory to God. Na tumeanza mafundisho ya Roho Mtakatifu. Na tumeangalia mambo mengi sana. Kwa hivyo the topic is the Holy Spirit. Hebu kila mtu sema Roho Mtakatifu. Hebu inua mkono tukaribishe wale tunaangalia, wale tuwaambie topic ni Roho Mtakatifu. Gamba sauti sema topic is the Holy Spirit. Bwana asifiwe sana. Na tulianza kufundisha siri za Roho Mtakatifu. And we began teaching. Nataka kila mtu asettle. We began teaching. Na nikasema ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Sema ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Na tukasema Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu. Mungu ana exist katika nafsi tatu. Kama vile wewe uko na mwili, uko na soul na uko na spirit. Mungu na yeye ana exist katika utatu. Hata mwanadamu ni utatu. Body, soul and spirit. Lakini ya Mungu ni utatu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na huyo ni Mungu mmoja, lakini wanajimanifest katika njia tofauti. Zote katika nafsi ya Roho Mtakatifu. Na tukasema ya kwamba kanisa lilianza kulemewa na kufinyiliwa ni shetani. Wakati tuliacha Roho Mtakatifu nje ya mambo yetu, nje ya mambo ya kiungu. Maana Roho Mtakatifu ndiye ambaye aliachiwa kanisa ni Yesu. Biblia inasema Yesu aliambia mitume wake, msitoke Yerusalemu mpaka mtakapojawa ni Roho Mtakatifu, mkakae katika chumba cha juu. Sema amen. Mpaka mngojea ahadi ya Bwana itakapokuja. Na ile ahadi ilikuwa ni ahadi ya Roho Mtakatifu. Na maandiko yanasema ya kwamba na wakiwa pale wakangojea siku 50 ambazo ndizo tutakuwa tukizungumzia siku ya leo. Sema 50. Hiyo 50 ndio inaitwa Penda. Ndio inaitwa Pentecost. Walikaa wakiomba kwa nyumba, wamejifungia kwa chumba cha juu mahali pa maombi 50 days. Walikuwa watu wengi sana, zaidi ya 500. Ndio aliacha hiyo nyumba ni Yesu. Lakini wakati Roho Mtakatifu alikuwa anashuka, walikuwa watu 120. Wale wengine 380 walikuwa wamechoka kungojea. Maana kama kuna kitu kigumu katika maisha haya, ni kitu kinaitwa kungojea. Yesu aliwaambia mkakae katika chumba cha juu. Baada ya kuwatokelezea, aliwaambia nendeni Yerusalemu, katika mji wa Bwana mkakae katika chumba cha juu. Na mkangojea ahadi ya Bwana. Glory to God. Mkangojea ahadi ya Bwana. Hallelujah. Na mtapokea nguvu kutoka juu mbinguni. Glory to God. Na Biblia inasema ya kwamba na wakiwa pale, siku ya kwanza ikaisha, walikuwa pale wakiomba. Nilikwambia Jumapili, maana Jumapili tulikuwa na wakati wa kujawa ni Roho Mtakatifu. Hata leo tutajazwa. Shout amen. Nilisema hakuna gari na kunywa mafuta mara moja. Tunakaanga tukijaza tukikunywa. Hata leo tutakunywa. Somebody shout hallelujah. Oh, glory to God. Biblia inasema ya kwamba wakaketi katika chumba cha juu siku 50. Biblia inasema walikuwa wakiomba. Walikuwa watu 500. Wakaendelea na kupungua siku zikiendelea. Wakapungua wakakuja 300. Wakapungua wakakuja 200.
Ule wakati wa 50 ulipofika, Biblia inasema waliokuwa majumba cha mji walikuwa watu 120. Wale wengine 38 walichoka kungojea. Wapendwa, nimekuja kukutia moyo. Nikwambia usingoje, usichoke kungojea ahadi ya Bwana. Ahadi ya Bwana ivunjike milele. Hata kama itakaa itatimia. Hata kama itachelewa itakuja kupita. Mungu akisha kuahidi kitu, hata kama kitamaliza miaka 10 kitatimia. Hata kimaliza miaka 50 kitatimia. Ahadi ya Bwana ni sure bet. It will once come to pass. Tuliona watu kwa Biblia katika mafundisho majumapili yaliyopita, watu wakiongeleshwa ni Roho Mtakatifu. Because this is what we said. Kazi ya Roho Mtakatifu katikati ya maisha yetu, kitu cha kwanza tukasema he leads us, utuongoza. Hebu sema utuongoza. Ndio maana tukasema ukiongozwa na Roho Mtakatifu utaenda mahali kuzuri au utaenda katika mahali pabaya. Na namba 2 tukasema he speaks to us. Roho Mtakatifu ni Mungu, huwa anaongea ndani yetu. Ukimpatia nafasi katika maisha yako ataongea. Namba 3 tukasema huwa wanashuhudia ndani yetu ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu. He testifies within us. Huwa anaongea ndani yetu. Shout amen. Hallelujah. Tukasema namba 4, Roho Mtakatifu tupatia direction. Sema direction. Saa nyingine utakuwa unjui uko wapi, unaenda wapi. Mungu anakupatia direction. Anakuambia pita kwa hii njia. Anakuambia tembea kwa hii njia. Saa nyingine tukasema ya kwamba namba 5, tukasema only spirit reveals hidden things. Mungu anasema ondana mebidhanite Yesu nata robo. Dunia isi bingi mno, lakini ndio kwa namkai Mungu anasema bize kwesela bebana mwe Yesu nata robo. Na tukaona Roho Mtakatifu akifunua mambo. Na tukasema ya kwamba siku moja mhubiri mmoja ambaye alikuwa anaitwa Simeoni alikuwa anaenda tu kwa Luka chapter 2. Na ndio tuangalia asema baba wake wa yeye wake. Hakuna mtu aliye na faida katika maisha vile nilikwambia Jumapili kama mtu Roho Mtakatifu yuko juu yake. Mama aliye na Roho Mtakatifu ako na faida kwa family. Msichana aliye na Roho Mtakatifu ako na faida katika locality. Tukaona Farao akisema tutatoa wapi mtu wa namna hii ambaye ni Yosefu, yule ambaye Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Beba wanga iwa yulua Yosefu. Na ndio kitu Yosefu anenga ni wasumbi wa misi ligi mayonze. Beba wanga iwa yulua Danieli. Ndio kitu Danieli wanenga ni wasumbi wa zea Babiloni. Ukiwa na Roho Mtakatifu kuna faida. Hallelujah. Ukiwa na Roho Mtakatifu utapeana solution kwa watu. Kuna mahali watu watafika wakwame, lakini Roho atakupatia solution. Roho atakupatia direction. Roho atakufunulia mambo. Hallelujah, hallelujah. Tukasema Roho Mtakatifu empowers us. Tukasoma Acts of the Apostles chapter 1 verse 8. The Bible says, and you shall receive power when the Holy Spirit will come upon you. Glory to God. You shall be my witnesses in Jerusalem. Jerusalem ni pauzi kwenu. You shall be my witnesses in Judea. Judea ni pauwa toi nenejwa sukutuani enamo. You shall be my witnesses in Samaria. Samaria ni nduwa yondabala wikala. And you shall be my witnesses in Jerusalem. Jerusalem ni waaba saka kidogo. You shall be my witnesses to the uttermost part of the earth. Wakati Roho Mtakatifu anakuja juu yako, anakupatia upako na neema na ushuhuda wa Injili wa kupeleka kwa mataifa yote. Somebody shout amen. But he gives us power. Bija wakanisa duma leune. Bija wakanisa duma ama yinine. Duma ande no awe. Duma ande no Illuminati. Bija wakanisa umande no abeba motewu. Na kama kuna kitu kinahitajika kanisani ni mafundisho ya Roho Mtakatifu. Ili tuone nguvu za Mungu zikifanya kazi. Miujiza iliacha kutendeka when we stop talking about the Holy Ghost. When we stop preaching about the Holy Spirit. When we stop talking about Him. He is the miracle worker, the Holy Spirit. Somebody shout amen. Tukasema ya kwamba utuambia ukweli wote. Yesu ya tume magelo kwa kayuluwe ni beba muzimu.
akama munde sio wote kenya mundu mwe dunia ino bongo mwingi ma na ndo bedukiza na zoke na leo wewe dunia ni bongo fakeness hawezi kumalizwa ni mtu ambaye ana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akija juu yetu anatufundisha kweli yote. Pigia Yesu makofi, haleluya. Tukasema Roho Mtakatifu anatuambia mambo yajayo. Sema mambo yajayo. Maandiko manatu yeloga kutoka kwa Mungu akabeba maondo ala mokite. Kuna mambo mengi sana sisi hatuyajui, lakini Roho Mtakatifu anaweza kuyafunua kwetu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Sema amen. Tukasema point ya 8 Romans 8:26. Tusome pale. Ngangule kwanza bwana umeongea mambo mengi sana, hakuna kamoja nasoma kama mstari. Tukashikilisha pale Romans 8:26. Tunaendelea na kazi za Roho Mtakatifu. There are million works of the Holy Spirit in our lives. And we are looking at some. Don't do it sikadira kwa manifestation wa maisha yako. Amen. Tuseme amen. Bande kwa maana ndio tunasoma tunaona Roho Mtakatifu anatupatia ndoto. Baada ya wilo kuona kwa sababu tunaweza kuona kiruta haona ndoto za Roho Mtakatifu. Vision za Roho Mtakatifu. Glory to God. Baada ya wilo kwa wazee wewe kunena ukazana mbona kuna mundu wanene ni Roho Mtakatifu anakuongelesha. So that's why we need the Holy Spirit. Chapter 8 verse 26. The Bible says, likewise the Spirit also helps in our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit makes intercession for us with groanings that cannot be uttered. 27. And he who searches the heart knows what is the mind of the Spirit, because he makes intercession for the saints according to the will of God. Somebody shout amen. Biblia inasema ya kwamba Roho Mtakatifu utusaidia katika udhaifu wetu. Nataka nikwambie mwanadamu ni mdhaifu. Msalimie. Mundu ema wonzuma inke kenya mundu mwe mundu ema wonzuma inke. Mundu ekwemewa kwingi. Mtu kuna mambo kama mwanadamu ameshindwa. Mambo ya kiroho, mambo ya kiungu, mambo ya kimaisha. Lakini maandiko yanasema atakapokuja kwetu Roho Mtakatifu atatusaidia katika udhaifu wetu. Niko hapa nikwambie Roho kanyaga mahali kuna udhaifu wako anakutia nguvu. Roho kanyaga mahali ya uwezi anakuwezesha. Roho uingilia ile sehemu umeshindwa anakufanya kuwa mshindi. Roho uingilia katika ile nafasi ambayo anasema hii siwezi anakuwezesha. Maandiko yanasema hata hatujui kuomba vile tunastahili kuomba. Wanatuhisi tunaenda mbaya. Ndio maana kuna watu wengi sana tukianza kuomba wanageti chini. Wengine wanatoka wanaenda choo ya njaro. Wengine tu wanachanganyikiwa nitaenda wapi? Nimekuja hapa kukwambia wakati Roho Mtakatifu yuko juu ya maisha yetu atatufundisha kuomba. Nataka nikwambie kazi moja ya Roho Mtakatifu ni kuomba ndani yetu. Ndio maana nikakwambia hakuna mtu aliye na Roho Mtakatifu aombi, na ukiona aombi hiyo ni roho ya kigeni. Leo tunaona makrusade hapa. Wendo manya spirit kezi kusana wanelo tu. Ukona hapo omba ndo kibuga ni lando Mungu mema loko. Na mabaluka maybe ndio kita mamundu mako. No kitoke kuja. Kaja mundu wewe hapo. Beba moteu ako kita wenda anze useleleta uneneta maundu manga. Hiyo ndio tofauti. Nataka niwafunulie siri msitanganyike.
Mungu akiingia ndani yako, hawezi kuingia ndani yako Roho Mtakatifu na ukose kusifu Bwana, ukose kutukuza Bwana, ukose kushuhudia Bwana, ukose ushuhuda wa Kristo, na ukose maombi, na ukose kuwa na mshangilia Bwana na unamulilia Bwana. Maandiko maza pema wangaia boya anseni wa itu. Roho akiingia ndani yako, wewe ambao unashindwa ni kuomba usiku, unashindwa ni kuomba mchana, unashindwa ni kuomba asubuhi, unashindwa ni kuomba kanisani, atakusaidia katika prayer life. Na Wakristo wameshindwa ni maombi. Ninaomba Roho Mtakatifu akuje kutusaidia katika maombi, ili tuombe kulingana na mapenzi ya Bwana. Kuna watu wanasema kukitangaza kesho wanasema mkai mazao kwanza. Niko hapa nikuambia wale tulio na Roho Mtakatifu, tunaona masaa yakiwa madogo sana. Tukitaabweke ya pause, maana sio sisi tunaomba. Kuna yule anaomba ndani yetu, kuna yule anatupatia maneno, kuna yule anafanya maneno yatoke, kuna yule anasukuma maneno itoke, kuna yule aliye na ajenda za maisha yetu, kuna yule aliye na ajenda za kanisa, kuna aliye na ajenda za maturu, kuna aliye na ajenda za serikali. Anaitwa Roho Mtakatifu, anakusaidia kuomba na Biblia yote yate na ndogo ya kulingana na kwenda kwa mkai. Ndio niweze kileko changa hii. Mungu anajua vile unataka, anajua vile jirani yako anataka, anajua vile kuna shida mahali fulani. Leo nao kidogo yetu Mungu anakutoa kwa familia yako. Ukwenda wende usiku mmoja ya family nyumbu na micho. Usio kabati ananengai wako anakuzunguka. Uombea watoto wengine. Usingangane na hiyo sauti. Roho anakuongoza uombe kulingana na mapenzi ya Bwana. Unaweza kuwa unajiombea, Roho anakutoa hiyo maneno, anakuweka mchungaji. Unaanza kusikia break kuombea pastor. Kwa nini? Roho tusaidia kuomba kulingana na mapenzi ya Mungu. Sasa kama kama hapo na kukila nebo yetu ngula baba bora ngado mazito one by one wakanisa. Shangwapi mambo wanaanza mateko mimi ni mchungaji wa watu wengi. Naanza kuombea watu ukiwa tabani, naanza kuwatamkia majina. Na wenzao kule bila mmoja kwa ndio katika fix. Kanae katika dhiki. Kanae bandu tege kwa maana. Unajua kwa nini? Mungu anajua mbele. Ndio maana Roho Mtakatifu akiomba ndani yako, hakuna shida itakupata by surprise. Utaitangulia katika maombi na uiangushe. Kunasaidia kuomba katika mapenzi ya Bwana. Glory to God. Bwana sifiwe sana. Amen. Roho Mtakatifu tukasema ya kwamba he gives us the mind of Christ. Kila mwana mwebe banokunenga kiliko changu hii. Nisaidie kutabiria kuhubiria mtu aliye karibu nawe. Mwambie Roho Mtakatifu atakupatia akili ya Mungu. Hebu shika kichwa, sema Baba ninaomba niondoe akili ya mwanadamu. Nifikiria mambo ya dunia na mambo ya dhambi na mambo mabaya. Huwa nafikiria hata watu mambo mabaya. Nipatie akili ya Yesu. Nifikiria watu mambo mazuri. Somebody shout amen. It is the Holy Spirit who gives us a new mind. The mind of God. The mind of the Spirit. Beba tunenga kiliko changa hii. Azake kiliko changa hii. Kwa mundu pia alioneka kanisa ndio akili yanga. Akili yanga rotepi mwela ngekea musele. Rotepi pesa. Rotepi musiwake. Rotepi maisha make. Goa yake ndingwa ya ono tuwanywa zaida ngai. Ngekala ngai ni. Ngatembea na ngai. Ngabuguma ngai. Ngakwana pesa kwa kile uya wangai. Ngoma ndi yake yako. Kwa nini? Kwa sababu hajapewa akili ya Mungu. Ninakuombea pokea akili ya Mungu kwa jina la Yesu. Pokea akili ya Mungu. Ndipo utakapotenda ajenda na matendo na mapenzi ya Mungu. Whenever you get the mind of God, you begin to do the things of God. Somebody shout hallelujah. Glory to God. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Unajua leo nataka kuongea kitu. Nataka kuongea juu ya Pentecost. Lakini nataka nifungue anga kidogo juu ya maana ya Roho Mtakatifu.
Sema Roho Mtakatifu. Alamu ende kuandika point. Sema Roho Mtakatifu. Utupatia discernment. Na atuasia discernment. Asiaku utafautisha roho wa kweli na roho wa uongo. Mhubiri wa kweli na mhubiri feki. Kanisa la kweli na kanisa feki. Salimia mtu, mwambie ni kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Mukilisto tebe badala kanisa kwa ndani kanisa. Lakini mundu wewe pamoja na bandu tania. Onoga kanisa wakio ndania. Nondo kila kinzi wake necho mukuzi yake hiki baadhi changa hii ni sarakasi na yeye madhabahu ya Satani na kuone kuzimu kwende. Unajua ni kwa nini? Roho Mtakatifu. Tumoja alienda kuabudu kanisa hili Nairobi na binasa kwa nani. Nikapitia mahali hivi nikipita nikaona kanisa kubwa. Kenya mwanaume ukubwa si ndio Mungu. Na ukubwa si mbaya. Amen. Kuna timu ndogo. Nikaingia. Nilipoingia mlangoni, yeye nikalani tu Kenya mwanaume kala wetu wewe. Kala wanute mau kuitenda poka kuita kala wewe mchanga mkuchene. Sasa ngoja msiaite na zeko alopoya na basi amutamugani usiamboyo kwa kumemba uwezi wewe ndiaza. Wewe ndiaza ni hiyo ndio kalikoka ngani wewe ndio nosheni. Kana ndio nguke na nembo wa mananzi acha ambazo ulingoka. Boya hawezi kizi sasa hiyo roho yetu. Amen. Ndio. Nikaingia kanisa. Wewe nikasikia roho yangu hapa imekamatwa. Na nikakaa huko nyuma. Mhubiri aliposimama akasema ninaona mashetani 300 hapa. Na kabla sijahubiri nataka kushika hayo mashetani 300. Kule Mungu maimo mema. Kule Mungu maimo maana ndo makeza mema tunewe kale. Ela yimwe mwe amba kuthina kuzuka na nuko meka. Ne kala ni tuwe ina asalucha. Nikala niche. Alafu newa masaa yetu. Ngoja salimeni kwanza nikuja kwa point. Newa masaa yetu ya kufunga milango imefika. Sasa kutoka hapa ni 6. Haipiki nakana nichena sana. Nilipinduka haraka. Siondoka mama na mama kidogo tu niingie kwa choo. Ili nikuche. Kule mdomo kule chonga. Mwambie nimekuchomoka. Lazima utumie hizi kazi. Roho Mtakatifu anakupeana akili smart. Huyo kwa watu kidakani, waende pana na tumeanga jaro. Roho Mtakatifu hupea watu akili nzuri sana. Huyo shakaolo kabisa na wote kubeba maana ukurudu na wana ndio kwa wewe. Tumeenda wadala na waende wanaokuwa wameenda baba. Ndio. Sema Roho Mtakatifu. Nisaidie. Niwe ninaona na kuelewa mhubiri wa kweli, kanisa la kweli, roho wa kweli na mafuta ya kweli. Si kila kitu anataka anointing ni za kumayulutu. Amen. Amen. Unajua gani nawafundisha mambo hayo wapendwa? Hata wale nimetamalizia siri na mega siri. Mimi nawapenda na sitaki muangukie shida. Nawafundisha injili ambao wahubiri wengi wataka kufunulia washirika. Nilikwambia hapa nikitaka kudanganya watu ni wanyang'anye vitu. Na uweza kuwa mhubiri mzuri sana wa uongo, lakini sitakaa miaka mingi. Nitakufa mapema. Nitakula ng'ombe za watu, familia yangu, watu watakuwa wenda wazima mapema. Sitaki kuletea familia yako mateso na shida na magonjwa na mashetani ya bure. Heri nihubiri ukweli. Ukweli hata ukipanda kwa mawe utamea siku moja. Sema amen. Hebu tuangalie neno la Bwana. Na ndio ilikuwa 1 Corinthians chapter 12 verse 10. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Chapter 12 verse 10, sorry. Chapter
chapter 12 verse 10. 1 Corinthians 12 verse 10. Hapa tuanze huko juu kidogo. Lazima tusome mstari mmoja. Let's begin verse 7. Kuna mtu amefika pale? Wapendwa tuko pamoja. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit all. For to one is given the Spirit of the word of wisdom. Say a word of wisdom. To another the word of knowledge. Say a word of knowledge. By the same Spirit. To another faith by the same Spirit. To another the gift of healing by the same Spirit. To another the working of miracles. To another prophecy. To another discerning of spirits. To another diverse kind of tongues. To another interpretation of tongues. Verse 11. But all these works, that one and the same Spirit divided to every man according to his will. Say my amen. Mwe Yesu na hata yokono. Mande kwa mea asiapeba wanga hizi. Asiapeba. Akai. Nikwiye wenda mungu mwacha nekalanga umuweta. Wenda beba ukekalanga umuweta. Ona kitu kijua na adumengi wazenazia masatani. Rundu ekalanga oweta na satani. Wekalanga oweta nga mungu aliabuka. Gedio. Asiapeba. Sema Roho Mtakatifu. Shuka juu yangu. Nijaze. Kaa ndani yangu. Tembea ndani yangu. Achilia vipawa na karama na utenda kazi katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Biblia yasema Roho Mtakatifu ujifunua kwa watu kwa faida za wengine. Biblia inasema one is given the spirit of wisdom. Some spirit of wisdom. Kwa ndukweza ila bebola wewe tewa kawaida. Wewe usiwe the gift ya beba mdeshi. Ukila mwaka usema I need the gift of the Holy Spirit. Sema I need the wisdom of the Spirit. Kwa ndukweza anamuona anena ande kwemo. Ukiendelea sianzo chake katakataka. Because he has the wisdom of the Holy Spirit. Bible says he gives the wisdom of the Holy Spirit. Ndio maana ukiwa na gift ya wisdom ya Holy Spirit utajua kusolve mambo. Hiyo ndio gift inatumiwa ni machurch, machief, viongozi, wachungaji, atewe kwani kumanya nula we na wrong na nula we na right. Na kumanya esi lata anatumianga the gift of wisdom. Kwa kuingia ndani kabisa na kujua kiini cha ile jambo na solution iko wapi. Pokea gift ya wisdom katika jina la Yesu. Biblia inasema wengine ndio wapatia gift ya wisdom. And another one the spirit, another one the word of knowledge. Word of knowledge watu wasikianga mhubiri akihubiri injili. Ukiwacha katika vitu vya mundu muovu. Katika vitu vya mundu ina kiu. Katika vitu vya mundu ina huo wapa. Katika tewa hizo vya mundu ina tena fulani. It's a gift of knowledge. Sema gift of knowledge. Na hizo zote ni Roho Mtakatifu anaachilia. Waje zile za kufake, zile za ukweli. Maana wewe kuna kitu cha ukweli, kuna fakeness. Na kazi ya Roho Mtakatifu ni kutusaidia ili tuangalie ile fake, tushike ile right. Tushike ile ya ukweli. Yesu nata ya mwana. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Bible says to another he gives the gift of faith. Someone say gift of faith. Imani andola mbame mwiki wa munene muno ni product yetu ndayabeba. Asiyabeba. Kuna watu wako na imani kubwa sana ya kubomoa milima.
Kuna imani kubwa sana kupitia baharini. Imani kubwa sana hata kama ni milioni lazima ikuje, hata kama moyoni. Imani kubwa sana hata kama hakuna mlango lazima ufunguke. Imani kubwa sana hata kama ni nini lazima jambo litendeke. Hiyo gift ya imani inapeana ni Roho Mtakatifu. Kuna watu ambao wanasumbuka kuamini. Pokeeni the gift of faith so that you can begin to believe the works of God. Na itakukumana ndio mtamuikio. Pokeeni karama ya imani katika jina la Yesu Kristo. Tunapoendelea kuongea mambo ya Roho Mtakatifu, wale ndio wamemamuduki roho kwa ndani chao. Anenda kila mtu kulingana na kwenda panga. He distributes. The Bible says he distributes. Kwa distribute kama ukienda kwa wao saba kwa duka. Unakuta wafanyakazi pale wanapeanga kila mtu anaoendesha ukimbo, uendesha kapa, uendesha utabaki. Unataka nini sukari? Unataka nini unga? Unataka nini? Unataka nini? Unataka nini ngano? Unataka nini? Hiki na hiki, unataka nini hii na hii. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kudistribute vipawa vile unaitisha, na vile una desire, na vile unataka kutumikia Mungu anakupatia. Na baba yako ndio Galatia mlinzi wako baba. Amen. Mungu alisone wapi? Sema asante Yesu. Sikusikia kwanza pole kusema asante Yesu. Nikapokea Roho Mtakatifu na vipawa zake na kazi zake. Bible says to another, he gives the gift of healing. Sema healing. Na yeye ndio mwana na watu sema hili. Sema hili. Atabani alama kwa wasiandu, operate ya na gift ya baba Montemu, it's our gift of healing. Nikuye baba ni wangu wasiandu. Siama sika wadebeba. Wakati unaweka Roho Mtakatifu pembeni, ndio maana dini haiwezi kuonekana kama muujiza kokote. Matone ya common sense na understanding of the world na kisomo kingi mno. Mambo ya Mungu hayahitaji common sense. Niliambia watu asubuhi katika ibada ya asubuhi, mambo ya Mungu hayahitaji akili nyingi sana, inahitaji imani nyingi na understanding ya Mungu. Kuona miujiza ikitendeka. Me and example, ule mama waendie kwa mundu wa Ngai, otabe wasiana na otabe wa mali ni faulu ya binda na Kenya Women nungezi wa na kila kikundi kila kitongoza nula mama wako wangu nenda kwa mwende sito nungezi wa mwaka akume adokumandoza kama mundu moke kwa tama mena pika maabikia kwa mama ozuko ya lea lelea na mama ya mama mbese iti atasiwazi wa mwende na leo teba na nuna akwie na mabango na ano bana utuwe na beba ndo waandikizite kwa wana mwane kuiba onasiana siake onakibejititu yosa kedu ya rukebo nongeze mbena siana lui. Sasa mama akasikia anachotewa watoto, anachotewa vitu, anachotewa hata yeye anachotwa, akakimbia kwa mtu wa Mungu Elisha amea mundu wa Ngai mwatabana siwabona museo wabaye pasa na mundu witu kurendeta witu ni wogo rutabela zindu tuekata amwiye ukona nini kwa nyumba amande kona chupa ndogo ya mafuta ameanenda kwa majirani ukaomba mitungi na mandramu na mandoo na mjifungie na koti ya ndani na watoto wako na mchukue chupa ya hiyo chupa ya mafuta na muanze kuweka kwa mtungi. Mkiwa mnaimba nyimbo za kusilikatana babu zanja, mkiwa mnaabudu na kusherehekea, wakaweka mtungi wa kwanza wakaona wamejaa yeye, wakaweka wapenda haleluya, wakaweka watatu haleluya, bali songeleka ile drum kubwa wakaweka watu wakatoka bikaja yeye mama akaambia watoto anamisheni mlete ndoni ile mitungi ya kuchota maji zote zikajaa kabisa mafuta kulingana na common sense ya manadamu na kisomo cha dunia. Ni unjinga kasubaka nini kuhusu sadilamu, ni unjinga
kuweka tone moja ya mafuta kwa mtungi wa 20 liters na waamini kujaa. Haya yanaitwa mambo ya imani. Biblia inasema ya kwamba mambo ya imani ni ujinga kwa watu wa dunia, lakini kwa sisi ambao tunamjua Mungu wetu ni mtukufu Mungu. Sasa ndio na mondo wangai. Ndio maana na amani. Wakati alikuja kwa Elisha, alikuja awekelewa mikono, ukoma wake uponde. Na wakati alipokuja, mtumishi wa Bwana akamwangalia hivi, akiwa juu ya farasi yake. Wanadai maluka nyumbani kwake, aliambia wafanyakazi wake, mwambieni aende Yordani. Akaingia mara 7. Sema mara 7. Munene wa jeshi ya Kenya no muyana ligawose wa Nairobi River anamuanza no kuboa kanza adume binda ema ile au bwana ndio kesi ya kumanga hii ukiamunduzo aliketiani bana singa mala monza aja this is a foolish pastor. Ngeniambia nenda hospitali Nairobi, angeniambia nenda hospitali Kenyatta, angeniambia niende Mata, angeniambia niende India, angeniambia niende hospitali ambao alisikia na huko Amerika. Lakini niambia niende usinilata wetu. Niende nikaoga pale maji ya matiki teramuka pale. Ni kwamba nikuambia sio njia yako ni njia ya Bwana. Sio mawazo yako ni mawazo ya Bwana. Sio mipango yako ni mipango ya Bwana. Ukikuja kwa Mungu akusaidie. Usikuje na formula yako. Weka formula yako chini. Fuata formula ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Oga kwa ngeko teza na oga kwa formula makupasa ele au bilila moko ni formula ndio ya bilila moko. Ngeje bao. Nimekuja kwa mchungaji. Aniombe. Nada sikuwa nakiwa concerned sana. That was not the formula. Formula ya Roho Mtakatifu inakuwa simple. Kile Roho anakuambia unafanya, unapokea muujiza. Glory to God. Bwana asifiwe sana. Biblia inaendelea na kusema ya kwamba, inaendelea na kufundisha, maana nataka kuweka koma mahali. Bible says, to another is given the working of miracles by the same Spirit. Hebu sema miracles. Sema miracles. Sema miujiza. Sema kazi ya miujiza. Ni kazi ya Roho Mtakatifu. Wapendwa, nataka mpende Roho Mtakatifu. Hautakosa miujiza. Miujiza sasa imepotea makanisani. Wale wanashangaa miujiza itatendekea nani? Miujiza itatendekea watu wakijawa ni Roho Mtakatifu, maana Roho anawapatia keys za healing, miracles, signs and wonders zitatendeka through the working of the Holy Spirit. That's why I need to preach the Holy Spirit to every believer in the world. Somebody shout amen. Sikiliza, sasa nikuja kwa discernment. To another prophecy. Sema prophecy. To another discerning of spirits. Sema discerning of spirits. Kindu kila kibinya ni kufafanua maroho. Maana sio kila roho ni ya kweli. Sio kila anointing ni ya kweli. Bwana Mungu amen. Sio kila neema ni ya kweli. Sio kila miujiza. Baba na msembe miujiza. Sio kila miujiza ni ya kweli. Hata shetani utenda miujiza. Hata wachawi wa Farao Misri walitenda miujiza. Na kanisa yao bila hii ichanganyikiro tinda sembele kwa hiyo miujiza itaona na ile sembele ku. Wewe nengana kikombe chake wewe ndo manyoma yako aweze beba nilipika nyo kikombe chake ku. Hizo ni ngata munwa. Ikani zibabu. Ekanina ngata. Sio kaibe bana mwewe wa Yesu. Kama hivyo ni magogo magezie kwa yale ula watu kama mtabane. Mundu mwe kwa kejele kabisa. Abege yangu azia wewe tunatuti na basi. Aota. Na bangane ayulo kidogo. Hiki boga manyana peko. Wana tu alikwa watu nenga wibu, tukanengwe taba, tukanengwe metanga, tukanengwe ti, tukanengwe tofauti. Leo manya niwe ndiye kwa mundu mmoja. Wono yumalo kwa banako kidogo. Dibana boke uye kwa mundu mmoja. Lakini we kanisani. Endo motele ando manga. Na zinduzu mokua. Mimi nimeombea mtu kwa hii kanisa. Juzi.
alienda mahali sasa kutajwa mhubiri kule mnaenda na kuma abiku mziwa ambaye kukaa mama ambaye uka nenda kwa problem mbili si ndugu ni mundu walati ile sifa ne hapo boyo no that now sit there by you problem is mambo sisi niko na testimony mimi ni mhubiri natembea nangaza testimony naenda Nairobi naambiwa pastor hao alienda huko angalia tubure pastor kafabili niki hapo yake tu inatubule kwanza tu walienda kwa mhubiri fulani huko manengo sio mambo wameenda na mapita majini kumabumu si anamwambia huko maana kwale ni mtu yale mtu weka niko na testimony mwingi na testimony Mombasa niko na testimony mimi ni mtu natembea kwa Wikalaba niko na testimony kona zote tofauti ya mafuta ya Mungu na mafuta ya shetani maandiko masi ama wadi mamanga ima eta ama uona mawili wapo wewe ndio wakaiwa kweli hakuna kitu kibaya kitaenda kutendeka kwa familia yako uzuri ndio taenda kutendeka huko lakini ukitoka mahali ufike huko mbuzi sianze kufa ng'ombe kufa watu wameanza kuchanganyikiwa mateso fulani na fulani njiwa ile mafuta na ile neema na ule upako na ile roho ulienda kuchukua kwa hiyo madhabahu ni fake unaona mtende aligangima makanisa hapo talumo wanezi mtu zingi sio watu zingi bana metoa taboa nikilo la Mungu kila mauta wana uyumba maana alinozo kwa uyumba angendele wetu ni mwete ndawa sema ndawa ni Roho Mtakatifu hallelujah na ndipo anapokundi sana ukasema azanena sema 1 John chapter 4 verse 1 Mungu alozwa makekamba na Kiswahili 1 John chapter 4 verse 1 barua ya Yohana kutoka barua ya Yohana ndanga ufunuo na huko mbele kwenda Revelation barua ya Yohana chapter barua ya Yohana wape wakele wakati Yohana wa kwanza chapter 4 Bible says beloved believe not every spirit. Somebody say don't believe every spirit. Ne kule bina wanyu ni tende kama believe kila spirit kwa mtana. Maandi kwa mepya ndukekie kila beba. Nenda biko maandi watu somewa. Hebu nisomee kule akafungua Kiswahili kikapa Kiingereza. Na tunaanza pole pole usiharakishe pole pole. Wapenzi. Gusa mtu mwambie usiamini kila roho. Wow, sisi watu wakisema sema usiamini kila roho. Hebu sema test kila roho. Biblia inatupatia hata nikiona mtu amesimama pale stage anawaka moto kuwaka na mbawa inamea nisiamini kila roho. Kitu cha kwanza ni mtest na testometer ya Mungu kama huyu ni mtu wa Mungu. Amen. Hallelujah tumesalimia. Hebu sema kutest. Sema lazima ni test. Glory to God. Biblia inasema msiamini kila roho endelea. But try every spirit. Somebody say try. Hey, mbona unataka kama nini? Biblia inasema usiamini kila roho. Lakini itest. Ijaribu. Ipime. Ipime kama inatokana kwa Mungu. Maana maroho mengi yanatoka kwa Mungu. Na huu ni ulimwengu wa maroho. Kanisa ningepata watu wananielewa. Hii ndio hata kuhubiri na conference ninaenda. Maana watu wanaamini kama town imejaa maroho. Oh, hallelujah. Miji imejaa maroho, makanisa imejaa maroho. Lazima uelewe ya kwamba kila roho haitoki kwa Mungu. Ati nimekuja hapa kusema fire. Si kila fire inatoka kwa Mungu. Singine zinaitwa straight fire from the devil. Kwani maandiko mazera mwaki waoka na wabibi msiwayona wayobu na wabibi nyumba yake na sana zake mwaki usiwaangai wao satani inaitwa straight fire. Not every fire comes from God. Tuwa mikono sema Baba nisaidie. Nijue kila roho na kuipima na kuiunderstand. Watu mnatembeanga kwa minji
Usiingie kila kanisa hadi kwa sababu iko na kwaya nzuri. Alikuwa na mhubiri hapo anavaa manguo ya makala yote. Huko ndani pima kila roho. Usiingie kwa shida. Ukiwa unapenda Mungu, chukia Mungu. Ukiwa ulikuwa uendelee vibaya, waanze kuendelea vibaya. Hiyo ndio maana Roho Mtakatifu kwa maana wapendwa. Haleluya. Utakuwa ukielewa wewe ni Mungu na si Mungu. Ndio maana mimi nikialikwa kuhubiri kila kanisa, siendagi kienyeji. Nafunga na ninaomba. Unajua ni kwa nini? Nisiende kukanyanga madhabahu mbaya. Maisha yangu ipate shida na jamii na huduma yangu. Naombanga kwanza. Na naambianga Mungu, kama hiyo madhabahu sio yako, leta kisababu nisiende. Hata kama nimewekwa kwa posta. Maana kuwekwa kwa posta si garantii niende. Garantii ya kwenda ni Roho Mtakatifu. Somebody shout amen. Hivyo ndivyo waimbaji wa maisha walianza CD ya kwanza wakiwa na Mungu. Akiimba wimbo mmoja Mungu anashuka. Lakini roho ya kualikwa kila mahali mwaliko. Nimealikwa. Unakanyaga watu wao unakimbizana sadaka na dhabihu. Unakimbizana basi, unakanyaga nisikilizeni roho kwa mitandao. Unakanyaga madhabahu ya shetani, imezikwa watu, imezikwa damu, imewekwa damu za kuku na ngozi hapo chini. Unaikanyaga, unakuwa mtu wa accident, unakufa kabla wakati wako hujafika. Kwa sababu ile madhabahu inadimandi damu. Ndio maana kwa kanisa tusikangi watu, maana hii si madhabahu ya kifo, hii ni madhabahu ya uhai. Amen. Madhabahu ya Roho Mtakatifu. Amen. Kugusa hauna kaiwete kilabu. Kuna makanisa kila weekend ni mazishi. Ukwenda mazishi ukwenda. Naongea ukwenda mazishi ukwenda. Gusa mwanzako, mwambie Mungu hatatuua ovyo ovyo. Anatupatia uhai tumtumikie. Mwambie Mungu hataua watoto wetu. Atapea watoto wetu tuone watoto wetu. Hiyo ndio ahadi ya Bwana. Somebody shout amen. Kama unaniamini na mkono useme amen kubwa. Amen. Tunaendelea na kusoma, tusitoke pale. Bible says, do not believe every spirit, but try every spirit. Unajua kuna mtu anakuja kwa mama faith. Kabla wametamba vitune na ile yango ya white. Na hapo Mungu ameniambia. Mungu ameniambia. Mungu ameniambia na Mungu ameniambia. Haustahili kunilazimisha Steve. Nipatie time nikupime kama wewe ni wa Mungu. Ukatenda wende nokoma bausi zile tulume yako endele ngombe yako hichuli wende okoma bausi zile langu kosi yako na sabela kana wende okoma rune viene na ateke kama milioni watera tupima kila roho, sio kila roho inatoka kwa Bwana, mengine ni maroho ya kukunyang'anya. Amen. Test every spirit. Yes. Bani mbona tuata mateze kama sababu pamoja. Kwa sababu sio kila mwanaume anakuja kwako kwa mtenda nzuri. Wengine wamatuma ni shetani kukuharibia maisha. Yes. Kama naongea na mtu useme amen. Amen. Ya utajua amatuma ni shetani kukuharibia maisha. Kuweka mimba na kuaje ukalea mtoto. Mwanaume anagani, mwanaume suruali fupi. Kisirani ya mwanaume. Nakuja kuweka msichana mimba na ujui mtoto analamba sere la kani mazimu natoka kwa shambani. Atembe ndio ya agide kuyaga na masense. Hawashindwe, sema washindwe. Mwanaume wa kweli ni responsible. Akikuweka mimba atalea mtoto. Ni waneke leo. Mwanzizi dia na mwimba haleluya. Kana baba makababu. Tukusalimieni. Kwa na dena na bora kwa kukile toko. Baana na dena na sita. Na maheba Mungu. Kwa sababu ndio na roho wa Mungu. Sema na napenda Yesu. Sema napenda roho wa kweli. Sema nakupenda Roho Mtakatifu. Utanifunulia ukweli wote. Hautaniongoza kwa watu wabaya. Utanipatia kuwapima
kabla sijaingia box yao. What? Bwana yeye anamuda kama nazia kuna anaanza kwa leo tu. Yesu natayo. Bwana sifiwe. Amen. Kwa tamaki kama nazo kasi amen tima kosa. Hallelujah. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Endelea na kusomea. Kwa sababu manabii wa uongo wengi niko hapo sasa. Because many false prophets have gone out into the world. Maandiko yanasema pimeni kila roho, pimeni kila unabii. Sio kila roho inatoka kwa Bwana. Biblia inasema maana manabii wengi wa uongo wamekuja duniani. Kama kuna kitu kinasumbua dunia na kanisa siku za mwisho, ni kitu kinaitwa manabii wa uongo. Hata Yesu akienda mbinguni aliambia mitume wake siku za mwisho kutakuwa na manabii wengi sana wa uongo, ambao kazi yao ni kudanganya watu. Manabii ndio wengi duniani. Somebody shout amen. Hebu sema sitadanganyika. Nitajua roho wa kweli. Nitajua njia zao. Sema najua mipango yao. Hallelujah. Sema wakichora nitachoroa. Kwa sababu niko na Bwana. Praise the name of Jesus. Amen. Bible says, here is how you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus is Christ, is come in flesh, is of God. Oh, yeah. And every spirit that does not confess Jesus Christ, is not come in flesh, is not of God, and is that spirit of the Antichrist, which you have heard, that should come even now, and is already in the world. Oh, yes. Somea. Katika hili mwamjua roho wa Mungu. Katika mambo haya utajua roho wa Mungu wa kweli. Kila roho inaokiri ya kwamba Yesu ni Bwana na alikuja katika mwili. Sasa hapa ndipo tunapingana na ndugu zetu wale wanafungua kesho. Wanasemanga Mungu hakuzaa, Mungu hana mwana. Sasa tunajua hii roho yao si ya Mungu. Maana roho yote inakataanga ya kwamba Mungu alikuja katika mwili, akamtoa mwanae wa pekee akazaliwa. Hiyo roho si ya Mungu. Ni roho ya mpinga Kristo haiko duniani. Mungu samazako mwambie tofautisha roho. Sio kila roho ni ya Mungu. Sio kila roho ni ya Mungu. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo. Mulisikia itakuja duniani na iko duniani sasa. Imekuja iko duniani sasa hii. Hebu sema roho ya mpinga Kristo. Sema iko duniani sasa hii. Iko duniani sasa. Sema haitanidanganya. Haitanidanganya. Sema haitaniweza. Haitaniweza. Kwa sababu ninajua Yesu. Sababu ninajua Mungu. Ninajua Roho Mtakatifu wa kweli. Roho Mtakatifu. Somebody shout amen. Amen. Glory to God. Amen. Pigia Yesu makofi. Kazi ya roho kanisa andu kwa matake, andu kwa matema botoku. Shukuru Mungu kama unajua kweli. Roho Mtakatifu atakupatia kujua ukweli. Utakutana na mtu wake, nimeona nimekuonyesha usiku ukiwa unanyonyesha watoto watatu. Watoto wangapi? Uza mwanangu mwanza tu watoto wangapi? Kwani mimi ni paka? Ndio hizi roho. Msalimie. Alafu na kwenda kukonvince. Hapo hao watoto watatu zilikuwa baraka tatu roho ukini uchawi. Acha kabisa. Kuza kumwambia acha kabisa. Huwa ndio roho ya uongo. Uzuri wa Roho Mtakatifu ni kutufundisha mambo ya Mungu. Ni kutupatia kuwa na IQ kiliko kiade na kutubu ndesio.
Nataka leo nikuambie neno moja. John chapter 2 verse 26. Hebu nisimamishe pale. Chapter 2 verse 20. First John chapter 2. Tulikuwa chapter 4, rudi chapter 2 verse 20. Yes, but you have an unction from the Holy One, and you know all things. 27. But the anointing which you have received of him abides in you. You need not anyone to teach you, but the same anointing teaches you all things, and is true, and is not fake. I love this. Somebody say it's not fake. Somebody say, and it's not fake. And he that has taught you, you shall abide in him. Nisomea. Nanyi mmepakwa mafuta ni yeye aliye mtakatifu. Mnajua kweli yote. Hebu sema kweli yote. Hebu sema Roho Mtakatifu ndiye mafuta ya Bwana. Sema Roho Mtakatifu ndiye mafuta ya Mungu. Akiwa ndani yangu atanifundisha kweli yote. Atanifundisha uongo. Atanifundisha kweli yote. Nitajua ukweli katika jina la Yesu. Hakuna mtu ambaye mzuri kama Roho Mtakatifu aliye na Roho Mtakatifu. He knows many things. He knows things. Verse 26 inasema, 27 inasema aje? But the anointing you have received of him abides in you. You need no one to teach you. Glory to God. But the same anointing will teach you all things, and his truth will abide in you, and it will teach you. Glory to God. Hapa nasema aje? Inasema na ule upako mmepokea. Sema ule upako tunapokea. Sema ule upako tunapokea. Kama unasomea hapo nasema aje? Yale mafuta mlioyapata. Hebu sema mafuta. Nilikwambia Roho Mtakatifu si mafuta, lakini anaweza kutumiwa kama mfano wa mafuta. Nilikwambia Roho Mtakatifu si upepo, lakini anaweza kujimanifest kama upepo. Roho Mtakatifu si moto, anaweza kujimanifest kwa njia ya moto, kama tutakavyoona siku ya Pentecost. Somebody shout amen. Amen. Yale mafuta mmeyapokea yanafanya aje? Na hiyo takibu ilikuwa inapatia. Yale mafuta mliyopokea kutoka kwake akanda nini? Hii inamaanisha Roho Mtakatifu mnayopokea, Roho ya Kristo. Kristo anamaanisha anointed one of God. Roho ya Kristo mnayopokea inayokaa ndani yenu ndiyo mafuta ya Bwana. Ikikaa Roho atakaa ndani yako. Roho atakujaza leo na ukiongea na lugha atoweka. Hapana, Roho Mtakatifu anakujaza kukaa ndani yako. Anakuja kufanya kazi ndani yako. Atakuja kukaa ndani yako miaka yote ya maisha yako. Somebody shout hallelujah. Hawaongei na lugha siku moja peke yake. Hapana, hiyo ni roho ya kigeni. Ukianza kuongea na lugha utakuwa unaongea na lugha. Kila kitu roho atakuwa na renew hizo lugha, zinakuja zingine mpya, unakuja maneno mengine mapya. Kwa nini? Kwa sababu roho anakurenew. Somebody shout amen. Roho Mtakatifu renew Kristo wetu. Glory to God. Biblia inasema hiyo mafuta inakaa ndani yenu na inawafundisha. Sema inawafundisha. Yesu alisema atakapokuja kwenye Roho Mtakatifu atawafundisha mambo yote, kweli yote. Nataka tuamini Roho Mtakatifu kutufundisha. Roho Mtakatifu kutufundisha. Atatufundisha mambo yote. Biblia inasema hatuhitaji mtu wa kutufundisha, lakini Roho atatufundisha mambo yote. Musa mwenzako mwambie Roho ni mwalimu. Mwambie uhitaji mtu wa kukufundisha. Mwambie ukiwa na Roho anakufundisha kuomba, anakufundisha kuhubiri, anakufundisha kusoma Bible. Ndio maana watu wengi wajui kusoma Bible. Roho anakufundisha kusoma maandiko. Anakufundisha kutumikia Bwana. Anakufundisha umaana wa Mungu. Hallelujah. Amen. Napenda Roho Mtakatifu. Somebody glory to God.
Nataka nimalizie na point moja. Naona Pentecost leo sijui kama itawezekana, lakini lazima tujawa na roho leo. Sema kila siku. Kila siku. Tunajawa na roho. Sema kila siku. Kila siku. Tunajawa na roho. Jona. Sasa shout amen. Amen. Hebu turudi kwa Matendo ya Mitume chapter 2. I want to finish with the tongues of the Spirit. With the fire of the Spirit. With the outpouring of the Spirit. Kujawa na Roho Mtakatifu. Hebu sema kujawa. Sema nataka kujawa na Roho. Bwana sisikii, sema nataka kujawa na Roho. Sema hata kama nimejawa nataka kuongezewa. Sema nataka kuongezewa. Sema nataka tena na tena. Hallelujah. Amen. Sema gari haitoshi mafuta. Haitoshi mafuta. Inaendanga petrol station mara kwa mara. Roho ya mafuta yangu. Nataka kuongezwa mara kwa mara. Nikiwa chini ninaongezwa. Yakipungua ninaongezwa. Kama naongea na mtu shout amen. Amen. The Bible says in Acts of the Apostles chapter 2. When someone shouted when. Swali yake Yesu kodi mkekiliki. Na kielelania someone shouted when. The day of Pentecost was fully come. Hai. Kila mtu nani kwa Biblia ni yake. When the day of Pentecost was fully come, they were all in one accord and in one place. And then suddenly, somebody shouted suddenly. Sema ghafla. Kukatokea sauti. Bwana zizi ukisema sauti kutoka mbinguni. Biblia ukala nasoma Biblia tunayopea witness na kwa maandiko meaza kukatoka sauti mbinguni. Hebu sema sauti. Sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Ya kama ni na sauti. Sema ufuatwa ni sauti. Sema ufuatwa ni upepo. Sema ufuatwa ni moto. Sema moto wa kweli. Sema ufuatwa ni ndimi. Sema ufuatwa ni nguvu. The Bible says, when the day of Pentecost was fully come, they were all in one accord in one place. Suddenly, there was a sound from heaven. Somebody say sound. Hebu sema nataka nisikie sauti ya mbinguni. Hebu sema nataka nisikie sauti ya mbinguni. Ambao utembea na Roho Mtakatifu. Biblia inasema ya kwamba a rushing of mighty winds. Kiutani kinene kitabu kitembeete. Bible says hata ilipotimia siku ya Pentecost. Mose maibandu kama tuondo tuiba. Ukaja ghafla. Kutoka mbinguni uvumi kama upepo. Upepo wa nguvu. Ukienda kwa spidi sana. Ukajaza nyumba yote mahali walikuwa wamekaa. Hey! Verse 3. They appeared to them cloven tongues like on fire, and it is set upon each one of them. Kikama ya senteni na kumela nini siapa. Asiye kalela moto wa kilo mmoja. Asiye kilo mmoja. Sema kila mmoja wetu. Sema kila mmoja wetu. Sema kila mmoja wetu. Sema roho na ubaguzi. Sema kila mtu aliyekuwa kwa nyumba alipokea ulimi wa moto. Alipokea moto juu ya kichwa chake. Alipokea roho juu ya kichwa chake. Alipokea moto juu ya kichwa. Hebu sema kwa kichwa chako lionekana moto. Nuru someende. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto. Sikakalia kila mmoja wao. Na wote endelea. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Sema wote
wote. Sikusikii, sema wote. Wote. Sema sio watu fulani, sema wote. Wote. Sema wote. Wote. Nataka nisikie sauti za watu. Hebu sema wote. Wote. Wakajawa Wakajawa ni Roho Roho Mtakatifu. Mtakatifu. Endelea na kusoma. Wakaanza kusema kwa lugha. Wakaanza kusema kwa lugha. Rabosha katalaba. Mwinua mikono, sema wakaanza kuongea kwa lugha. Mwinua mikono, sema nataka kuongea na lugha. Kuongea na Roho. Hawa watu wamejana kuinua mikono kwa shida gani? Hebu sema nataka kujawa ni Roho Mtakatifu. Nataka ndimi ya moto. Nataka ndimi ya lugha. Nataka Roho wa Bwana. Ukalie robosika na basaka na usanda. Mwambie Roho, kalia kichwa changu. Kalia ulimi wangu na mdomo wangu. Ninataka unijawe kama walivyojawa. I love this. Inasema ajimaliziwa mstari tuko hapo. That is why we are stopping it to begin to pray. Kama Roho alivyowajalia. Biblia inasema wote, tuko verse 4, wote kaboni katala mazanda, wote, ukisema wote. Oh, yasema wote. Sema wote. Sema watu wote. Sema watu wote. Waliokuwa kwa nyumba. Sema tuko kwa nyumba ya Bwana. Kwa nyumba ya Bwana. Tunangojea. Tunangojea. Tuko na hamu. Tuko na njaa. Tuko na kiu. Tuko na shauku ya kukaliwa. Ndimi za lugha. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wanasikia watu wakipiga vigelegele. Sikiliza hii. Ngoja kidogo, sikiliza hii. Nataka kutune hii kitu. Maana nasikia watu wakiongea na lugha. Nasikia mungurumo. Nasikia mungurumo umeanza kukaribia. Hebu sema mungurumo katoka mbinguni. Kanisa wa watu hivi na manoko tabio. Nono maese kwa sasa tukangayoza wanakanyo. Hebu sema mungurumo kutoka mbinguni. Kutoka sauti. Sauti ikatoka mbinguni. Katoka mbinguni. Sema na upepo kavuma. Sema upepo jaa nyumba. Sema Roho jaa nyumba hii. Sema ndimi za moto. Jaa katika nyumba hii. Na usiache ndimi yangu Roho. Nataka ndimi yangu. Ninasema kila mmoja akakaliwa ni ndimi yake. Leo tunaona watoto wakiongea na lugha leo. Nasema leo. Nasema leo. Leo. Unajua Roho ana ubaguzi. Amen. Unajua Roho ana ubaguzi. Yes. Watu wanapokeana Roho Mtakatifu aje. How do we receive the Holy Spirit? Quickly 2 minutes, how do we receive the Holy Spirit? Nisomee Matendo ya Mitume chapter 19 verse 6 haraka. Chapter 19 verse 6. Mutabi osema hapa pamoja. Mutabi osema hapa pamoja. Yes. Wana mseme nikwambie. Nikwambie uzuri mmoja wa Roho Mtakatifu. Yes. Uwezi kuwa na roho chafu na Roho Mtakatifu at the same place. Wakati mtu ako na Roho Mtakatifu, roho chafu hawezi kuingia. Napenda Roho Mtakatifu. Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao. Kaboni kataya. Wakaanza kunena na lugha, msema wakaanza kunena na lugha. Na kutabiri. Na kusifu Bwana kama alivyowapea Roho Mtakatifu. Somebody shout amen. Ilikuwa naopida habari za Roho Mtakatifu.
tauni moja ambao inaitwaje hiyo tauni nisahau. Na nikafundisha Roho Mtakatifu na watu wakajua ni Roho Mtakatifu. Na kasusuka makaiba ukatahali kachukulu na kaezi mbili kanao kaika akitole kakajawa ni lugha ya Kiamerika. Borili katala wazile kaya kaliyaboni ni antala makalianza hivyo ilipo kotalima zilikantali ya mamuzanta. Kapsema I worship you my God, my King and my Maker. You are so beautiful and lovely Jehovah. Jesus, oh, Rikalabozilikaya. So you are such a glorious God. Yaani kama mama la monike nikileta laptop. Kisongo cha computer. Roho atakupatia lugha kulingana vile unajiachilia. Paiki ndugu watamana. Hallelujah. This is the sweetness of Christianity. Amen. Ukilizo waambie ombo ilaki etamu sana taendi no mani gomaza na Yesu akafurahi katika roho. Wachumanga kuonondo weka hadi ni wa Mungu. Kano na maondo yangu kwa somo. Bible says Jesus rejoiced in the spirit. Beba no tana. Aganenga mungu utani utewa mbesi. Utewa nyunyi notewa kitumu notewa msele. Yaani utani kumeniwea. Una rejoice in the spirit. Maana roho anakaa ndani yako. Anaona mambo makubwa ya Mungu ndani yako. Yale Mungu anatenda. Na anaanza kurejoice. Hapo ni shout amen. Nakusema Roho Mtakatifu. Paulo akawaekelea mikono. Wakapokea Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume chapter 8. Haraka. Tunaangalia vile kipawa cha Roho Mtakatifu kina watu wanapokea. Maana leo watu wanapokea Roho Mtakatifu. Bwana anamaiku bwana makela next site. Amaka say amen. Verse 17. Tusome. Huo ni wakati Paulo, Petro na Yohana walienda kuhubiri Samaria. Baada ya Filipo kuhubiri watu wakaokoka. Ndipo wakawawekelea mikono yao. Wao wakapokea Roho Mtakatifu. Usiseme amen. Wakapokea nini? Wakapokea nini? Nataka nisikie hii klasi ni yani. Hii klasi ni ya Roho Mtakatifu. Hebu tuseme wakapokea nini? Wakanisikia kwa sauti watu wakitandao wasikie. Wakapokea nini? Roho Mtakatifu. Ndio hiyo. Sema wakapokea Roho Mtakatifu. Luke chapter 11 verse 13. Luke 11:13. Harakisha. Adumosa amepamodhewa. Hiyo ndio nisumbufu kubwa. Watu wako na maswali. Natakanga roho anajanga watu wachi. Anajanga watu wachi. Chapter 11 verse 13. Hiyo ndio inatendeka kwetu saa hii. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto. Sikizeni maneno ya Yesu wapende. Sikizeni maneno ya Yesu. Hebu soma tena. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema. Je, Baba aliye mbinguni atatii sana kuwapa Roho Mtakatifu hao waombao? Hao wafanyao nini? Nataka hao wafanyao nini? If you be evil, know how to give good gifts. Some say Holy Spirit is a gift. Holy Spirit. Unajua lazima leo napokea. Hebu sema Holy Spirit is a gift. Yema sema Roho Mtakatifu ni gift. Na gift inatunzwa. Salimia mtu mwambie gift inatunzwa. Midinsi onizubeawa gift inatunzwa. Roho Mtakatifu ni gift Mungu anapatia kanisa. Ni gift Mungu anapatia watu wakiokoka. Biblia inasema if you are being evil not to give good gifts to your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to his children who ask? Hebu sema wale wanaitisha. You must ask for the Holy Spirit. You must ask in prayer. You must ask in prayer. Someone shout ask in prayer. Namba 2, jengine kupokea Roho Mtakatifu ni kupitia kwa kuwekelewa mikono. Hebu sema kuwekelewa mikono. Njia ya 3 ya kupokea Roho Mtakatifu
ambao si common, lakini ni common kwa wale watu ambao wanakuanga kini kusikiliza pastor. Hebu sema pastor. Kuna watu wakiwa kanisani si kini kusikiliza pastor. Hii ni njia inaitwa direct impartation, direct transfer through the word. Nataka nikuonyesha Matendo ya Mitume 10. Matendo ya Mitume 10. Matendo ya Mitume 10 verse 44. Na kama tuko pamoja shout amen. Amen. Mtu sema Holy Ghost. Holy Ghost. Na tusema Pentecost. Verse 44. While Peter yet spoke these words. He spoke these words. The Holy Ghost fell on all which heard the word. Someone shout, which heard the word. Which heard the word. Verse 46. For they were heard speaking in tongues, glorifying God. Hallelujah. Amen. Then answered Peter. Mtu sema amen. Amen. Hebu tusomee hapo tusikie. 44. Petro alipokuwa akisema maneno haya, Roho Mtakatifu akawashukia wakisikiliza neno. Waliosikia lile neno wakasikika wakifanya nini? 46. Walisikika wakiongea na lugha na kusifu Mungu. Ndipo Petro akajibu. Simamishia hapa kusema amen. Amen. Hebu sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu Utembelea watu. Utembelea watu wanaposikiliza neno la Bwana. Wanaposikiliza neno la Bwana. Bila kama Petro alikuwa tu anahubiri vile anahubiri hivi, akiongea habari za Yesu. Vile Mungu alikuwa alianza tu verse 38. Vile Mungu amempaka Yesu mafuta wa Nazareti, yule alienda kila mahali akitenda mema, akiwaponya na kuwafungua wote walionewa na shetani. Habari hizi za Yesu yule ambaye mlimkataa, ndiye lile njiwa lilioachiliwa kwenu na mkalikataa, limefanyika kuwa njiwa la pembeni. Ona ndoto Yesu. Ona ndoto Yesu. Akiongea tu hayo maneno, Biblia inasema umati ambao ulikuwa kwa Kornelio kwa nyumba, watu walikuwa wamekuja kusikiliza Peter akihubiri. Biblia inasema akiongea tu yale maneno, Roho Mtakatifu akajaa kila mtu kwa hiyo compound. Watu wakasikika wakiongea na lugha. Ibada ikasimama, watu wakaanza kuongea na lugha. Watu wakaanza kutukuza Bwana. Haleluya. Ninaomba katika jina la Bwana, Mungu akufungue roho yako ambayo umefunga. Mungu afungue spirit yako ambayo umefunga. Biblia inasema in Psalm 1 verse 10, fungua kinywa chako kabisa na mimi nitakujaza. Kila mtu simama na miguu yako katika jina la Yesu. It's time to receive the Holy Spirit. Isaiah, it's time to receive the Holy Spirit. Ninasema ni wakati wa kupokea Roho Mtakatifu. Glory to God. Hallelujah. No, Bwana lazima kuwe na shauku la Bwana. Lazima kuwe na tamaa ya Bwana. Lazima kuwe na desire. Ukuwe na kutaka kwingi sana. Ya malala. Shakararararara. Kama ukikuja hapa mjue tunaomba mbona bila kuwa kwa jambo ni roho ana sisi tu. Wakati anasema nataka leo nitoke hapa nikijawa ni Roho Mtakatifu. Roho mikono yangu. Nataka ufungue roho yako, fungua nafsi yako.
Siendelea chote inasema kuambia ukweli. Ukijawa ni Roho Mtakatifu, umesaidika. Umepata msaidizi wa maisha. Umepata msaidizi wa kiroho. Umepata msaidizi katika mambo ya maisha na Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Mtatembea na yeye kila mahali. Atakuongelesha, atakutia nguvu hata ukiwa chini. Pewa nutukia kiasi ya matima. Atakusaidia. Sharararara. Hallelujah. Niombe kwa neno kwa mbele sababu ni wakati wa kujawa ni Roho Mtakatifu. Sharararara. Ni wakati wa kujawa ni Roho Mtakatifu.